Akiwa katika maulidi yaliyofanyika msikiti mkuu wa Mwembe Makumbe wa kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jimbo la Chumbuni, ndugu Usi Salum Kondeza amesema amani ndio kila kitu katika nchi, hivyo wameona waungane na Waislamu wengine kufanya maulidi hayo. Kwanza napenda nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, leo hii tumeweza kumaliza hii shughuli yetu. Hii hapa ni shughuli ya msikiti, sio ya jimbo zima. Ya jimbo zima inakuja, lakini huu hapa ni msikiti wetu mkubwa wa Ijumaa, na mimi nimezaliwa hapa, mimi wake wa mtaani kwangu. Kwa hiyo hapa leo nimekuja maulidi ya mtaani kwangu ndani ya jimbo langu la Chumbuni. Kwa hivyo haya ni maulidi ya mtaani, lakini ndio maulidi asili, na kwa sababu huu ndio msikiti wa mwanzo kabla ya misikiti yote ndani ya jimbo letu. Hapa ndio maana zamani kwingine kote ilikuwa pori, lakini hapa ndio palipoanza mji kuendea huko mbele. Kwa hivyo huu ni msikiti asili, msikiti baba na msikiti mkongwe ndani ya jimbo letu la Chumbuni. Lakini mimi kama mbunge wa jimbo la Chumbuni, hapa ni mtaani kwangu na huu ndio msikiti wetu wa kwanza. Mimi naendeleza pale ambako wazee wa mtaa walikuwa wanafanya. Kwa hivyo haya nashajiisha, lakini sasa hivi amekuja wakati ambao tunaelekea kwenye uchaguzi. Kubwa zaidi ni kuweka amani. Amani lazima ipatikane, na sisi sote kama viongozi tuna wajibu wa kuhakikisha tunaisemea amani kuelekea uchaguzi mkuu, kwa sababu kuna maisha baada ya uchaguzi. Sambamba na hayo, mwakilishi wa jimbo la Chumbuni Makame Sufiani amesema hapo pamoja kwa ajili ya kuwashajihisha wanajamii mtaani ili waweze kufanya ibada na kutekeleza yaliyo mema. Kwa hiyo leo nimekuja kushiriki katika maulidi ya kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika msikiti wetu wa Mwembe Makumbe Bondeni, na hii ndio mwanzo tunaanza, kwa sababu tuna maulidi ya jimbo, tuna maulidi ya msikiti wa Bamita, ambayo yote hayo kwa pamoja mimi na mheshimiwa mbunge tutashiriki kwa pamoja, na yote haya tunayafanya kwa pamoja na tunayachangia kwa pamoja, na ndio maana sasa unatuona tunakuja kwa pamoja kwa ajili ya kuwashajihisha vijana wetu, wazee wetu wa mitaani, ili waweze kufanya ibada na kumswalia mtume wetu Muhammad. Na tunalifanya jamani, kwa sababu sisi sote wawili, mbunge na mwakilishi, ni wa kaskazini, na watu wa kaskazini ni watu wa maulidi. Tunapenda sana maulidi, na ndio maana tunakwenda kwenye maulidi yetu. Imamu msaidizi wa msikiti huo sambamba na shehe waliohudhuria katika maulidi hayo wamesema muendelezo wa maulidi hayo ni kujenga na kuendeleza mahusiano mazuri katika jamii kama dini inavyosema, na kuhimiza amani, kwani bila ya amani hawawezi kuendeleza chochote katika maisha. Ni lazima wamjue mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kabla hajakuja yeye na hajazaliwa yeye, ulimwengu ulikuwa na kiza ambacho kilifinika kutokueleweka Allah. Lakini kwa kuja yeye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio ulimwengu toka zama zake na mpaka hii leo. Kwa hivyo wajibu wetu Waislamu, ijapokuwa kuna wengine nasema haifai kufanya hivyo, lakini hakuna sababu hata moja. Kufanya hivi ni kuweza kumjua kwamba kweli mtume Muhammad amekuja na dini ya haki. La tukinyamaza kimya tu itakuwa kama tumesahau hivi. Kwa hivyo ingawa wanasema ye mwenyewe hakusifiwa wakati wake, mtume Muhammad kasifiwa na masahaba. Alikuwa na mshairi wake Hassan ibn Thabit, alikuwa akimsifu mtume mpaka akamtunza kishali chake, na katika maneno alokuwa akimwambia, ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmal minka lam talid an-nisaa, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tashaa. Uzuri wako Muhammad halijapata kuona jicho, na ubora wako hajaweza kuzaliwa aliyekuwa na mwanamke akazaa mbora kuliko wewe. Umezaliwa wewe umeepukana na kila aibu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, hakuwa na aibu toka utoto wake mpaka ujana wake mpaka utume wake.
kaannaka kad khuliqta kama tasha, ni kama kwamba umetaka uzaliwe hivyo. Kwa hivyo kufanya sherehe kama hizi ni kumkumbuka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vipi amepata tabu. Tarehe ya Mtume ni refu, kapata tabu kwa miaka 13 Maka, kapata tabu kwa miaka 10 Madina, miaka 23 yote ni utume wake mpaka ulimwengu huu ukawa safi kabisa. Kwa hivyo hakuna wajibu zaidi ya huu kuweza kumtukuza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo kwa hapa ni kawaida, kila 10 la mwisho la mfunguo 6 huwa anafanya sherehe kama hii. Kwa hivyo vijana utakuta wanapewa mafunzo na wanapewa malezi ya kuweza kuelekeza kwamba dini yao ndio dini ya haki na dini yao ndio dini na kweli. Kwa hivyo watoto wakilelewa kama hivi, tutapata jili mpya au jili iliyokuwa inamjua Mtume. Watoto wakilelewa kama hivi, watakuwa wanaondokea na kuweza kumjua Mwenyezi Mungu na kumjua Mtume. Kwa hivyo haya kila mtaa utakuta yapo ili watoto waondokee na tabia zilizokuwa nzuri. Hii ndio sababu ya kufanya vitongoji vingi hafla kama hizi za kuhuisha mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia kwa umri wangu sasa hivi miaka 55, nimezaliwa mtaa huu na nimelelewa katika msikiti huu katika mambo ya khairati. Mwendelezo wetu wa maulidi haya kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada audhu billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, pale aliposema qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Aya hii ndio tunaitumia kwa kumzungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumfurahia, kumsherekea. Qul, sema Muhammad, bifadlillah, kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, wa birahmatihi, na kwa rehema yake, fabidhalika, kwa hayo, falyafrahu, furahini. Kwa hivyo ukiingia mfungo 6 sisi tunafurahi kwa sababu Mwenyezi Mungu katuambia tufurahie neema. Neema yenyewe birahmatihi, na rehema ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na aya nyingine ikafasiri hii birahmatihi, akasema Mwenyezi Mungu, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamina, hatukukupeleka Muhammad isipokuwa ni rehema kwa viumbe. Kwa hivyo rehema ambayo tunaifurahikia mwezi mzima huu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika suala la amani na utulivu ni suala maarufu haswa katika dini yetu ya Kiislamu. Ndio maana tukatakiwa tunatoleana salam. Salam maana yake ni amani. Aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, afsu salama bainakum, toleeni amani baina yenu, mtoleani amani. Na wiki 2 zilizopita mkuu wa wilaya ya Mjini Magharibi alituita sisi maimamu, makhatibu, tuzungumzie katika misikiti yetu swala la amani na utulivu. Kwa hivyo tunalizungumzia kwa waumini wetu, kwa sababu bila ya amani tusingesoma maulidi. Bila ya amani hatuwezi kwenda popote katika khairati, katika istighali mbalimbali za kimaisha. Nikiripoti kutoka Leaders TV, mimi ni Mariam Khair. Uwajibikaji ni msingi wa maendeleo.